Tangu miaka hiyo tulipopata uhuru, Tanzania imetengeneza mazingira mazuri kwamba mtu yeyote anaweza kuanzisha kanisa lake mahali popote, siku yoyote, saa yoyote, bila kugomewa, bila kuvurugwa. Unaweza kuanzisha msikiti wako na madhehebu yako, maadamu usikwaze wengine. Lakini hiyo haina maana kwamba serikali kama ina uwezo wa kuruhusu uanzishe NGO, kama serikali ina uwezo wa kuruhusu uanzishe kanisa au uanzishe msikiti, haina maana kwamba serikali ile haina mamlaka ya kufanya deregistration, yani ya kuzuia usiendelee na hiyo shughuli. Zipo kanuni na taratibu, kama hujazifuata, serikali inayo mamlaka ya withdraw au kuondoa kwamba na wewe ulikuja kwetu. Kama ninyi leo hapa mmeniambia mkuu wa wilaya, tunataka tuanzishe muungano wa taasisi zisizokuwa za kiserikali wa wilaya ya Songea. Na sheria ilivyo, ofisi yangu ya mkuu wa wilaya ni ofisi mojawapo inayoandika barua kwamba kweli watu hawa tunawajua hawana nia mbaya ya kuvuruga amani, hawana nia mbaya ya kutukana wenzao, hawana nia mbaya ya kuvunja utulivu katika taifa letu, wana nia ya kugusa maisha ya Wanasongea. Tafadhali waruhusu msajili wa mashirika ya kiserikali, waruhusu waendelee na shughuli zao. Kama tunaanza tukatoa barua hiyo, sasa ni kwa nini hii ofisi ya mkuu wa wilaya isiwe na mamlaka ya kurudi kwamba bwana wewe tulikupa barua kwamba utafanya shughuli zako 1 2 3 4, lakini sasa umekengeuka, haufanyi kama tulivyokueleza. Ndio kazi ya serikali duniani kote. Wala usifikiri kwamba ni chuki au ni fitina. Hapana, serikali yoyote duniani ina upole, ina unyenyekevu, ina uungwana kwa raia wake. Serikali yoyote ndivyo ilivyo. Dola, moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama asasi za kiraia, hizi taasisi zinaendeshwa na watu, na sisi watu tuna utashi tofauti tofauti, tuna uelewa tofauti tofauti, lakini pia tuna uzalendo tofauti tofauti. Kuna watu wanafanya kazi kwa namna ambavyo wanakuwa wazalendo kwenye taifa lao, kwa maana kwamba hata kama tunahitaji fedha au wanahitaji fedha, kuna baadhi ya taratibu na fedha na masharti ambayo wafadhili wanasema hizi kazi hatuwezi kufanya kwa sababu zinaenda kinyume na utaratibu wa nchi yetu. Lakini kwa namna moja au nyingine, mtu mwingine ambaye hana uzalendo anaweza akachukua fedha yoyote na akasema ili mradi mimi nipate fedha niweze kukidhi mahitaji yangu na familia yangu, bila kuangalia kwamba anaathiri vipi jamii ambayo inatuzunguka au taifa kwa ujumla. Kama tusipo comply na sheria za nchi, tutakuwa tunafanya kazi nje ya utaratibu. Na kwa vyote kama hatuwezi kwenda na sheria za nchi, kwa maana ya kulipa ada, kwa maana ya kutoa taarifa mbalimbali kwa serikali, au kwa kufuata kufanya kazi zile ambazo zinakubalika katika utamaduni wa nchi yetu, kwa vyovyote mashirika ya namna hiyo hayawezi kuwa mashirika yanayoweza kusaidia ustawi wa wananchi katika nchi yetu.